Unaifahamu vipi Young Africans katika michuano ya kimataifa? Katika jiji la Dar es Salaam ambako rangi ya kijani na njano imekuwa zaidi ya utambulisho, imekuwa imani, utamaduni na urithi. Hapo ndipo historia ya timu kongwe barani Afrika, Young Africans Sports Club, inaendelea kuandikwa. Hii ni safari yao katika medani ya soka la kimataifa. Safari ya matumaini, ushindi, maumivu na fahari. Safari ya kutafuta hadhi ya kuwa mabingwa wa Afrika. Kwa zaidi ya miaka 80, Yanga imekuwa muhimili wa soka la Tanzania, lakini nje ya mipaka ya nchi, ndoto ilikuwa moja, kuifanya Tanzania isikike katika ramani ya soka la Afrika. Miaka ya nyuma, picha za Yanga za zamani zikicheza michuano ya CAF Champions League na Confederation Cup. Mwaka hadi mwaka, Yanga iliingia vitani CAF Champions League, CAF Confederation Cup, wakipambana na wakubwa wa Afrika kama Al Ahly, TP Mazembe, Zamalek na USM Alger. Na ingawa safari haikuwa rahisi, kila mchezo ulijenga roho ya timu na kuimarisha hamasa ya mashabiki. Kisha ikaja kizazi kipya, kizazi kilichovunja rekodi, kilichofika mbali zaidi kuliko Yanga yoyote ya vizazi vilivyotangulia. Wachezaji kama Stefan Aziz Ki, Fiston Kalala Mayele, Kennedy Musonda, Juma Shabani wakawa mashujaa wapya wa wananchi. Katika viwanja vya Afrika, kutoka Kigali hadi Tunisi, kutoka Dar es Salaam hadi Algeria, Yanga ilipambana bila woga. Kila hatua ilikuwa ushindi kwa taifa zima, kila goli lilikuwa shangwe la mamilioni ya watu. Na hatimaye ikatimia, Yanga ikawa timu ya kwanza kutoka Tanzania kufika kwenye kilele cha michuano ya CAF katika karne hii. Safari iliyobeba historia, matumaini na mapenzi ya mashabiki. Ingawa kombe lilikuwa karibu, safari yenyewe ilikuwa ushindi mkubwa kuliko yote. Leo Yanga si tu klabu ya Tanzania, ni alama ya Afrika Mashariki katika ramani ya CAF. Ni klabu yenye ndoto kubwa za kutoa taji la Afrika na kulifanya taifa lishangilie. Safari ya Yanga katika CAF bado inaendelea. Hii ni hadithi ya jana, ushindi wa leo na ndoto ya kesho kwa wananchi. Hii ni zaidi ya soka, hii ni imani, hii ni Young Africans, daima mbele nyuma mwiko. Leo ikiwa njiani kuifuata JS Kabylie huko Algeria, baada ya kuibuka na ushindi bao 1-0. Timu pekee kutoka Tanzania katika michuano hii ya makundi, ambayo ndio timu ya kwanza kupata matokeo ya alama 3 kulinganisha na Simba Sports ambao wao wamepoteza kwa goli 1 dhidi ya Petro de Luanda, huku Azam FC, Singida Black Stars zikifungwa bao 2-2 huko ugenini. Kila la heri wananchi katika mpambano mwingine dhidi ya JS Kabylie. Tunaombea kila la heri mkatoe alama 3 huko Algeria. Hakuna kumwogopa Mwarabu. Imani mliokuwa nayo, mioyo yenye matamanio makubwa, kama mlivyotoa jasho pale New Amani Complex Zanzibar dhidi ya kigogo FAR Rabat, ndivyo ambavyo mtakapoweza kujipapatua huko Algeria. Licha ya kuwa ugenini, tunahitaji alama 3 kutoka kwenu. Hii ni Nile TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Lizo Sport, hadi wakati mwingine, bye bye.